Kabla ya kuendelea na taarifa nyingine, ni kufahamisha kwamba mbunge wa Mukurweini John Kagusha leo asubuhi alikamatwa akiwa katika afisi za kampuni ya Royal Media Services baada ya kukesha usiku kucha kufuatia kutamatika kwa mahojiano yake na runinga Inooro Jumapili baada ya kuarifiwa kwamba alikuwa anasakwa na maafisa wa polisi. Hivi sasa tunaarifiwa amepelekwa katika makao makuu ya DCI barabara ya Kiambu. Tunaungana naye mwanahabari wetu Melita Oletenges aweze kutufahamisha yale ameweza kukusanya kufikia sasa yanayomfika mbunge huyo wa Mukurweini. Melita Oletenges, pengine utuarifu zaidi sasa. Na Nimrod, baada ya kukamatwa katika studio za Royal Media Services mapema asubuhi, mbunge wa Mukurweini John Kagusha alipelekwa moja kwa moja hadi hapa katika makao makuu ya DCI katika barabara ya Kiambu Road. Kufikia sasa wandani wa chama cha DCP na vile viongozi wa chama cha Wiper wamekwisha kufika hapa, wabunge na maseneta ambao wamekuja kufuatilia hali inaendelea vipi. Pia mawakili wa John Kagusha wamo ndani ya DCI wakijaribu kufuatilia ni mashtaka yapi ambayo amekwisha kufunguliwa. Lakini wacha tuzungumze tu moja kwa moja na viongozi hawa ambao wamefika hapa. Tutaanza na seneta wa Makueni Dan Maanzo. Pengine kufikia sasa hali imekuwa vipi mle ndani? Niseme ya kwamba wakili Degwa Jiru na wakili Mureu ambao pia ni mbunge wako pale wamezuiwa kumuona, hata wanafukuzwa sasa, wanaambiwa watoke nje pale hapa tuko. Na nimeweza kuongea na Mheshimiwa Kagusha. Inasemekana kwamba mpaka sasa hakuna chochote kimefanyika. Hajaulizwa kuandika chochote ama statement. Wanasema wanagoja waweze kuelekezwa kutoka juu. Niseme ya kwamba makosa ambayo anasemekana amefanya ni jambo dogo sana katika kisheria, ile inaitwa misdemeanor kwa kimombo. Kwa hivyo kama ni kupelekwa kotini, wamtayarishe. Wamekuwa kimzuia tangu jana usiku, masaa 24 iko karibu kwisha. Kwa hivyo wampange tuende kotini, na hiyo makosa ambayo amesemekana amefanya ni kama tu vile Mheshimiwa Duale alifanya. Na hivyo vile Subaru zimemwendea Kagusha, hata ziende pia kule kwa Ministry of Health, zimwendee Mheshimiwa Duale, wakuje hapa watu wapelekwe kotini. Kama haki itatendeka na kila mtu kile amefanya, kama ni ukweli, basi ifanyike namna hiyo. Kwa hivyo tunazidi kugoja na tunahofia kwamba wanaanza mweka mpaka kesho. Maanake mpaka sasa hakuna jambo lolote limefanyika, ni kukaa tu. Asante. Wacha tuzungumze na Mheshimiwa Onesmus Ngogoyo. Pengine wewe kwa maoni yako ni vipi ambavyo mbunge wa Mukurweini John Kagusha anaendelea kuzuiliwa katika kituo? Mheshimiwa Rais William Ruto ameendelea na tabia yake ambaye alisema kwamba serikali ya Kenya Kwanza haitatumia idara ya upelelezi ama polisi, the criminal justice system, kuweza kuintimidate watu kisiasa. Ni vizuri rais akubali tulishinda Olkalao kumtuma waziri Murkomen kumshika Mheshimiwa Kagusha kwa sababu ambazo hatujui ni gani. Na kama kuna chochote, kwa nini utumane Subaru kama 20 usiku kuja akiwa pale Royal Media Station, wakati anaenda kutoka na kuta askari wamejaa kumkamata? Ya pili, ni vizuri wakubali siasa ya Kenya haitabadilika kwa sababu ya kukamata mbunge Kagusha ama mbunge yoyote kwenye United Opposition. Tukiendelea hivi, wajue kwamba wanazidi kukaza wa Kenya na wabunge wanazidi kuweka nguvu. And Kenyans hawatakubali mambo ya kutishwa kisiasa. Hata leo wametuzuia sisi kama wabunge. Tangu lini an open office kama DCI unakataza wabunge kufika pale kuuliza kwa nini mheshimiwa fulani ameweza kukamatwa? So Mheshimiwa Rais na Murkomen ambaye ndiye ametumwa, tunawaambia sisi hamtatutisha vile mnafikiria, na hatutakubali kwa ati tutarudi nyuma kwa sababu wameweza kumshika Kagusha. Hata wanaweza kutukamata sisi wote, lakini wajue msimamo wa Kenya wa one time hautabadilika kwa sababu ya vile wamemshika Mheshimiwa Kagusha. Naam, shukran. Mwisho kabisa, mbunge wa Kathiani Robert Mbui, maoni yako kuhusu tukio hili? Yeah, allow me to speak in English so that we can clarify what my colleagues have said. First and foremost, where we have seen serious political intimidation. The media was actually chased from being able to capture our situation at the gate of the DCI. Na mahali tumesimama, in fact we are almost being pushed a kilometer away from the DCI headquarters, a public office, an office where
Kenyans have a right to access. I don't know whether DCI is now becoming a private, a private office of UDA or whatever is going on. Now, our colleagues are inside there, Ndegwanjiru and Honorable Murio. They have been denied access to the suspect. Wameshika Mheshimiwa asubuhi kutoka Royal Media Services offices. Na tunasikia kwamba the whole night they were holding vigil outside there. A gang of like almost 30 or 40 DCI officers wakiwa na zile Land Cruisers na wakiwa wamevaa zile masks ambazo zimekatazanwa na koti za Kenya. So we wonder what is going on. If it is a political contest, because the only thing that we've seen on media is our colleague talking about a political contest of 2027 where he has indicated that in 2027 watu wa kwake wasipigie Ruto kura. Na hivyo ndio vile pia sisi tunaambia wetu. So I'm wondering why is it that now the police is being used and DCI is being used to intimidate him for that. That kind of statement we are going to make and we will continue making because we are telling our people do not vote for Ruto. And if you vote for Ruto, we'll want to know why. Asante sana mbunge wa Kathiani Robert Mbuya akizungumza hapo. Bila shaka ndivyo hali ilivyo hapa katika makao ya DCI. Tutakuwa tunazungumza na wabunge zaidi kufahamu hali ilivyo siku nzima, lakini kwa sasa naarifiwa kwamba tunachukua mapumziko mafupi, lakini usiondoke, tutakuwa tunarejea na taarifa zaidi.